Hujambo na karibu katika mazungumzo ya Kinaga Ubaga. Hii leo tupo nchini Tanzania. Tunazungumza na mwanadiplomasia wa muda mrefu nchini Tanzania. Alipata kuhudumu katika nafasi tofauti katika nafasi ya taaluma ya diplomasia. Alihudumu katika balozi nchini Tanzania kwa miaka 10 akiwa katika nchi ya Canada. Mara baada ya kuhudumu kwa muda akiwa nchini Tanzania, akiwa tu amemaliza masomo yake ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na pia amepata kuhudumu kwa muda wa miaka 10 akiwa waziri wa mashauriano ya kigeni ama wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa nchini Tanzania katika serikali ya awamu ya 4 ya Jakaya Mrisho Kikwete nchini Tanzania. Lakini pia amehudumu katika nafasi ya uwakilishi kama mbunge wa jimbo la Mtama mkoani Lindi nchini Tanzania, kusini mwa Tanzania. Namzungumza Bernard Camillus Membe. Mwaka 2015 Bernard Membe aliweka kete ya kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Ndio tunaizungumza naye hii leo. Tumemtembelea nyumbani kwake katika mkoa wa Lindi. Tutakuwa tuna mazungumzo na Bernard Camillus Membe ambaye anaongoza mazungumzo haya. Anaitwa Dr. Bulendo. Bernard Camillus Membe, kwanza asante kwa kutukaribisha. Karibu sana Rondo, na hapa ndio nyumbani nilipozaliwa. Unajisikia hivyo? Najisikia vizuri sana. Ukisoma maandiko kwa maana ya vitabu, makala, wanamsimulia Bernard Membe kama msomi wa sayansi ya siasa. Wanamzungumza Bernard Membe kama mbobezi katika masuala ya diplomasia, mwanasiasa na mwana CCM kindaki. Mbali na hayo, jambo lipi ambalo unadhani kila ukilisoma halijawahi kuandikwa kuhusu Membe? Yote yaliyosemwa maneno hayo ni sahihi kabisa. Sidhani kama kuna jambo alijasemwa kuhusu Membe, ingawa wengine wananiita mbobezi katika masuala ya ujasusi. Na haya hajaandikwa vizuri kwa sababu nature ya kazi yenyewe hairuhusu mambo kuandikwa zaidi. Lakini pamoja na shughuli zangu zote kama mwanasiasa, mwanadiplomasia, msomi, pia nimeshiriki kufanya kazi za kiintelijensia na usalama kwenye ofisi ya rais. Mambo ambayo huyasikii yamezungumzwa, lakini mara nyingi unaambiwa mbobezi. Kwa hiyo ili ni jambo ambalo halijaandikwa lakini lipo. Naona wakiweka picha yako mitandaoni nchini Tanzania wanaandika Kachero Bernard Membe. Ndio. Na wengine wananiita Putin wa Tanzania. Ni katika mambo hayo ya masuala ya kiintelijensia na ujasusi, kwa maana tu ya kusema nilishiriki kuwa katika maisha yangu kuwa afisa usalama wa taifa ndani na nje ya nchi yangu, na ndio maana neno mbobezi au kachero unatisikia. Nini kilikusukuma ukaingia kwenye siasa Bernard? Mwaka 1978 nilipata nafasi ya kwenda kwenye masomo ya usalama nchini Uingereza. Mara baada ya kurejea nikiwa makao makuu, nilipata bahati ya kutumwa na baba wa taifa wakati ule Mwalimu Julius Nyerere niende Mbeya nikafanye kazi maalum. Nikaenda. Baadaye nikarudi. Niporudi nikatoa taarifa yangu kwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, na nakumbuka akampelekea Mwalimu. Siku ya 3 mara baada ya kurejea kutoka Mbeya, niliitwa kwenye ofisi ya Mwalimu mwenyewe ndani. Na sikujua nilikuwa naitiwa nini, lakini nilihisi ni ile taarifa niliyoileta kutoka Mbeya. Kwa hiyo nilipelekwa kwa Mwalimu nikiwa kushoto kwangu na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, na kulia kwangu na chief secretary, katibu mkuu wa ofisi ya rais. Tuliingia nikiwa na umri wa miaka 23 tu kwenye ofisi ya baba wa taifa. Na nilipofika akanitania, akauliza, wewe ni Membe? Nikamwambia ndio. Unaelewa maana ya Membe? Nikamwambia sielewi baba. Akaniambia ina maana ya fisi kwetu Mara. Tukacheka. Nadhani alikuwa anafanya vile kuondoa tension yangu tu. Lakini baadaye akanieleza kwamba alifurahishwa sana na taarifa niliyoiandika Mbeya, na alikuwa anachukua hatua mchana ule. Na kweli alichukua hatua mchana ule. Na alisema tu kwamba nilifurahishwa kwamba umeandika taarifa moja mzuri, ningetaka wewe taarifa yako iwe mfano kwa wengine wote. Kwa hiyo mara baada ya kutoka pale, nikawa shabiki wa Mwalimu, nikawa shabiki wa siasa,
siasa ambayo nitakufa nayo, hayupo mtu ambaye anaweza kuiondoa siasa kichwani mwangu. Na nataka hili ni swali fupi sana. Wengi wanapenda kujua viongozi wakubwa kama ninyi mmehudumu katika nafasi kubwa kama hizi. Unapenda mpira? Sipendi mpira. Na ushabiki sana mpira? Wala sishabiki sana. Lakini inapocheza timu ya taifa ni shabiki. Inapocheza Yanga ni shabiki mkubwa sana. Nije sasa katika hili sasa tuanze. Bernard, umehudumu na Mwalimu Nyerere. Umehudumu na Mzee Mwinyi. Umehudumu na Mzee Mkapa. Umehudumu na Mzee Kikwete, wote kwa pamoja wanne. Kitu gani kimekufanya nini au unachokifurahia kuwa katika vipindi vya viongozi wote wanne ambacho kimekujenga unasema hii nisingekuwa sehemu ya utendaji katika serikali hizi nne ningekikosa? Kitu gani kitabaki katika maisha yako? Kwa kweli kitu ambacho kitabaki kama kumbukumbu na legacy katika maisha yangu nikilinganisha baada ya kuwatumikia viongozi wote wanne, baba wa taifa, Mzee Mwinyi, Mkapa na Kikwete, ni kule moja, kuachiana vijiti, continuity, kwamba unapoongoza wewe, yule anayekuja kuna mambo atayachukua kuyaendeleza, na ana appreciate, yani anasifu na kuyachukulia kwamba kuna mambo mema yaliyofanywa na huyu wa nyuma na wewe unayaendeleza. Kwa hiyo Mwinyi aliyaendeleza ya Mwalimu, akayachukua ya kwake mapya. Alafu Mzee Mkapa alipofika akayachukua ya Mwinyi na akayaweka ya kwake mapya. Kikwete alipofika akayachukua ya Mkapa yale anayoona mazuri na akayaongeza ya kwake mapya. Na kimoja kilichonifurahisha sana ni kuona kwamba kila mmoja anaheshimu na anaona mema aliyoyafanya mwenzake na yeye anaendeleza. Hakukuwa na mlinganisho wa nani kafanya vizuri zaidi ya mwenzake. Wote walichukua kama mkufu wa maendeleo, ndio kupeana vijiti. Wewe unaanza, nikikuachia na mimi nachukua pale ulipoanza, naweka ya kwangu mapya bila ya msuguano wa aina yoyote ile, alafu nakwenda. Hili ndio jambo moja kubwa ambalo mimi nimeliona katika generation 4 za viongozi. Kila mtu anamwachia mwenzake na kila mtu anabeba ule mzigo, anaupeleka kile alichoanza mwenzake, na yeye mwenyewe anatunga cha kwake kwenda kule mbele, na walikwenda hivyo kiulaini sana. Na hiyo ndio inaitwa continuity. Lakini pia kuna institutional memory, kwamba huyu aliyepita unawachukua watu wake wachache, alafu anakuja kusaidia hii generation mpya inayokuja, na huyu anaweka watu wake wapya. Anapombadilisha mwenzake, anapokuja mwenzake pia anakuja na watu wachache aliyowarithi kutoka huyu huku, kwa ajili ya ile institutional memory. Yani uongozi wa chama na uongozi wa serikali unaukuta kwa misingi yake upo vile vile, haubadiliki, lakini mikakati ya utekelezaji na uletaji wa maendeleo ndio ulikuwa unabadilika. Lakini unakuta nchi, chama na serikali imesimama line moja, kwa sababu wameachiana vijiti na kila mtu anajenga alipoachia mwenzake, lakini bila kumkataza na yeye kwenda mbele zaidi. Okay. Katika kipindi chote cha toka tumepata uhuru, viongozi wote wakiwa wanaongoza, Tanzania imewahi kupita katika mahusiano mazuri au migogoro pia ya kidiplomasia na nchi ambazo tunahusiana nazo. Mgogoro upi unaukumbuka kama mwanadiplomasia ambao wewe binafsi kama msomi na umebobea katika eneo hili la masuala ya diplomasia unasema huu mgogoro hautaweza kufutika katika historia ya Tanzania? Ndio. Migogoro minne ni mizuri kuisema hapa, ambayo nilishuhudia na nilikuwa sehemu ya migogoro hiyo. Wa kwanza kabisa ni vita yetu ambayo ilikuwepo kati ya Tanzania na Uganda. Nilikuwa ofisi ya rais wakati ule, na kazi niliyoifanya wakati ule mimi ni kwenda kuwahoji na kutoa tathmini ya mateka kutoka Libya, na walikuwa Libya zaidi ya 200 pale Kagera, na wengine walikuwa Jinja na Kampala. Vita ile ni ya kihistoria. Ni vita ambayo mpaka wetu wa Tanzania ulivamiwa na nduli Idi Amin, na niliona jinsi wa Tanzania
walivyojikusanya pamoja na walivyokwenda kama nchi moja kuilinda na kuitetea nchi yako, na jeshi letu lilivyokuwa limefanya kazi nzuri kweli kweli. Hii ni tukio moja ambalo siwezi kulisahau nikiwa kijana mdogo. Tukio la pili au crisis ya pili ni vita ya Komoro. Vita ya Komoro ilitokea mwaka 2008, mimi nikiwa waziri wa mambo ya nchi za nje, na nashukuru nilipata medali ya vita ile. Tulimchakaza Kano Bakari Kulanjuani, na ni vita ilidumu kwa siku moja, maandalizi ya wiki 3 au karibu mwezi mzima, lakini vita ilidumu kwa siku moja tu. Tukawa tumeingia kwenye kisiwa cha Anjuani ambacho kilikuwa kinajitenga na Grand Komoro, yani visiwa vya Komoro, iwe kama Mayotte ambayo ilijitenga mwaka 1974. Sasa tuliingia Komoro na nchi 3, Tanzania, Libya, Senegal. Tanzania, Libya na Senegal, nchi 3 ndio ziliingia, tukiongoza sisi wa Tanzania kwa sababu tulikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tulikwenda na majeshi ya Tanzania, vijana walifanya kazi nzuri sana. Kano Bakari akakimbia kwenda Mayotte na baadaye huko West Africa, lakini tukakirudisha kisiwa cha Komoro pale. Ni mgogoro wa pili ambao sitausahau. Mgogoro wa 3 ni wa DRC M23. Wakati ule jamaa mmoja wa Kongo akataka kuimega Kongo na akawa anasaidiwa na serikali ya Rwanda, na African Union AU ikasema hapana, ni vizuri tusimege DRC iwe kitu kimoja. Na kwa hiyo Tanzania pamoja na nchi kama 4 hivi za kusini mwa Afrika zikalazimika kuingia DRC kwenda kuondoa M23 ambao walikuwa wanaleta matatizo DRC. Ile vita ilipiganwa vizuri sana, vijana wetu wa jeshi walikuwa top of it, na baada ya wiki 2 tukashinda ile vita na majeshi yetu yakarudi yakiwa yameshinda vizuri sana, na kwa hiyo tukawa tumeutatua mgogoro wa DRC. Lakini katika maisha yangu ya diplomasia, mgogoro mwingine wa mwisho ambao labda ulitusumbua sana lakini baadaye tukautatua vizuri ni mgogoro wa South Sudan. Sudan ilikuwa moja, lakini tukalazimika kuvunja kanuni ya Afrika, Umoja wa Afrika, ya kugawanya nchi ambayo tayari zamani ilikuwa na mipaka yake ya kikoloni. Lakini tukafanya kitu very exceptional, kwamba pamoja na kwamba Sudani ilikuwa moja, wakubwa waliona kwamba ile Sudani yenyewe imeshojigawanya. Sudani ya kaskazini kuna Waarabu, Sudani ya kusini ina Waafrika. Sudani ya kaskazini lugha yenyewe ni ya Kiarabu na utamaduni wenyewe ni wa Kiarabu. Sudani ya kusini ni mila na desturi za Kiafrika kabisa. Alafu Sudani ya kaskazini dini yake ni ya Kiislamu. Sudani ya kusini ilikuwa ni dini ya Kikristo. Sasa mgogoro ulikuwa wa miaka mingi sana kati ya Sudani ya kaskazini na kusini. Kutokana na tofauti hizi za utamaduni, za rangi yao, za lugha zao, za dini zao, African Union, Umoja wa Afrika ukasema kwamba ni vizuri hii nchi gawanywe, tuwe na Sudani ya kaskazini na tuwe na Sudani ya kusini, kwa sababu hata hali yenyewe inajionyesha kabisa kwamba hawa ni watu wawili tofauti ingawa wanakaa pamoja. Kwa hiyo ilikuwa ni debate kubwa sana kwenye African Union, debate kubwa kweli kweli, lakini baadaye tukashuhudia kuzaliwa kwa nchi ya South Sudan. Lakini mara baada ya pale South Sudan ikaingia kwenye migogoro, na mimi kama waziri wa mambo ya nchi za nje nilitumwa na rais mara 2 kwenda South Sudan kujaribu tu kutatua matatizo ya kule. Hatukufanikiwa sana, lakini ni mgogoro ambao sitausahau. Nadhani sasa hivi Riek Machar, kiongozi wa upinzani wa South Sudan, pamoja na Salva Kiir ambaye ndio rais wa South Sudan, wamerudishwa tena kwenye meza ya mazungumzo na tayari wameshatatua tatizo hilo
pale palikuwa na mzee Thabo Mbeki, palikuwa na mzee Mkapa, walikuwa wanasaidia kulileta ile jambo pamoja. Kwa hiyo nadhani South Sudan inatengamaa sasa kuwa nchi huru na ya amani. Lakini kwa nasema tu kwamba katika migogoro ambayo sitaisahau ni huo mgogoro wa kuigawa nchi katikati. Na nchi zingine zote tumezikatalia. Hakuna kugawa nchi, lakini ya South Sudan wazee walilazimika kuigawa na tulitatua vizuri. Nije hili kabla sijaondoka, nitarudi tena kwenye eneo la diplomasia. Wakati tunachukua uhuru tulikuwa tunazungumza sana political diplomacy. Ndio ilikuwa inatengeneza mahusiano kati yetu na kuamua tuhusiane na nani, pamoja na kwamba tulijiweka kabisa kwamba sisi ni watu wa mlengo ambao hatufungamana na mtu yote. Lakini dunia sasa inaimba kuhusu diplomasia, uchumi, economic diplomacy. Unaitazama vipi Tanzania na hizi sura mbili, political diplomacy na economic diplomacy ya Tanzania? Unaiona inashamiri vizuri ama kuna sehemu tunahitaji kuboresha zaidi? Kwanza wakati wa Mwalimu tulipokuwa na political diplomacy, ilikuwa rahisi kujua nani rafiki yetu, nani adui yetu wakati wa political diplomacy. Kwa hiyo kwa mfano tulikuwa na uhusiano mzuri na Algeria. Algeria ilikuwa inatupa misaada ya mafuta katika kupigania uhuru wa kusini mwa Afrika. Kwa hiyo naturally Algeria ilikuwa rafiki. Kwa hiyo kwenye political diplomacy Algeria ilikuwa ni macho na masikio ya Tanzania. Tulikuwa marafiki wakubwa sana. Lakini sio hilo tu. Tulianzisha embassies au balozi zetu kwenye nchi ambazo sisi tulifungamana nao kimtazamo, kisiasa, hata kiuchumi. Tulifungua balozi zetu huko. Cuba kwa mfano. Cuba tulikuwa na uhusiano mzuri sana na Cuba. Na tulikuwa rafiki na Cuba wakafungua ubalozi Tanzania. Ingawa sisi tulichelewa, serikali ya sasa imefungua ubalozi fully fledged Cuba. Tulikuwa na uhusiano na Uingereza ambayo ni koloni letu. Kwa hiyo tulifungua ubalozi kule for political reasons, lakini pia kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo political diplomacy ya Mwalimu ililenga zaidi nchi marafiki, nchi ambazo tulikuwa tunashirikiana nazo katika ukombozi wa bara la Afrika. Sasa wakati wa kipindi cha mzee Mkapa alipokuwa anamaliza na baadaye Kikwete kuja, ndio tukaja kwenye diplomasia ya uchumi. Kwamba diplomasia yetu, tazama, na nipenda hapa kufafanua kwa Watanzania waelewe tofauti kati ya foreign policy, yani sera ya mambo ya nchi za nje, na diplomasia. Maana ni vitu viwili vinachanganywa. Sera ya mambo ya nje ni sera ambayo inasema majukumu mbalimbali, kwamba kwa mfano jukumu moja la sera ya mambo ya nje ni kuhakikisha kwamba tunawalinda, tunawatambua Watanzania walioko nje kama sehemu ya taifa letu. Lakini pili, tukawa tunasema kwenye ile sera lazima tupromote, yani tukuze biashara, trade, kati ya nchi yetu na nchi mbalimbali ambazo zinahitaji mazao yetu. Na sisi ni primary producers wa vitu kama pamba, kahawa, korosho, chai. Sasa tuna masoko yetu duniani kwenye Umoja wa Nchi za Ulaya. Kwa hiyo ni vizuri mabalozi wanapokwenda wajaribu kukuza biashara hizi ili tuweze kuingiza fedha zetu vizuri kule tunakokwenda. Sasa hiyo ipo kwenye sera. Lakini sera ile pia inaweza ikasema kwamba tukiona mwenzetu anaonewa, sisi tutamsaidia ili na yeye asionewe. Kwenye foreign policy inaeleza vitu kama vile. Diplomasia ni namna unavyofikia lengo hilo. Okay. Kama foreign policy inasema tukiona mtu anaonewa na sisi tusikae kimya, lazima tumsaidie. Diplomasia inakupa mkakati. Diplomasia inakupa namna ya kwenda kutatua hilo. Hiyo yote, hatua zote utakazozichukua ili kufanikisha sera ya mambo ya nchi za nje, hiyo ni diplomasia. Okay. Kwa hiyo economic diplomacy ni kwamba sasa emphasis au nguvu zaidi tuipeleke kwenye masuala ya uchumi ili kuleta watalii zaidi Tanzania,
ili tuuze bidhaa za viwanda zaidi Tanzania, ili tuuze bidhaa za kilimo zaidi Tanzania, ili tulete investors, yani wawekezaji Tanzania. Yote matano haya unayoyafanya yanahitaji chombo cha utekelezaji ili kufanikisha vitu hivyo. Hicho chombo cha utekelezaji ndicho tunachoita diplomasia. Kwa hiyo tunaposema diplomasia ya uchumi ni kwamba ukileta watalii, wewe unacheza na diplomasia ya uchumi. Ukipeleka masoko ya biashara zako nje, unacheza na diplomasia ya uchumi. Ukipanua kilimo hivyo hivyo. Kwa hiyo diplomasia ni chombo tu cha utekelezaji wa sera nzuri ya uchumi ambayo inahusisha mataifa ya nje. Tutakuja kuliangalia kinagaubaga hilo kwa mapana yake tukitanua mjadala katika eneo hilo. Hebu nisikie hili Bernard. Sisi tunasoma sasa hivi, nimeona magazeti kama matatu hivi au mawili yamekuweka katika ukurasa wa mbele kwa siku ya leo, na nimeona mitandao sasa hivi anayezungumzwa zaidi ni Bernard Camillus Membe nchini Tanzania. Katika siku tatu hizi kuna kinachotajwa dhamira yako ya kuwania urais. Ni kweli una mpango wa kuwania urais? Nilishosema tangu mwanzo. Na ninaposema nilishosema toka mwanzo, nishoeleza swala hili miezi mitatu iliyopita. Miezi kwanza ni hivi. Ingawa sitakwenda mbele zaidi kwa sababu kuna kesi ya mahakama. Miaka toka serikali ya 5 ingie kwenye madaraka, nilikuwa nashambuliwa na Musiba, Cyprian Musiba, kwamba mimi lengo langu ni kumhujumu rais. Lengo langu ni kwa rais. Lengo langu ni kuivunjia heshima Tanzania kwenye nyuso za mataifa. Mimi ninatembea kukusanya fedha kwa ajili ya kugombea urais 2020. Kwa hiyo hili lilianza kuimbwa mapema sana, kabla hata sijatangaza, kabla hata sijawa na nia. Nikajaribu kuchojoa koti hilo wapi, nikawa nakandamizwa hivyo hivyo. Nikasema binadamu kwa silika yake, ukimsingizia wewe ni mchawi, wewe ni mchawi, wewe ni mchawi, atakuwa mchawi. Ndiyo. Ukimsingizia huyu anataka urais, anasema hapana, huyu anataka urais, hapana, huyu anataka rais, utajiandaa kuwa rais. Huwezi tu kukataa hivi. Kwa hiyo niliveshwa, nikawekwa maneno haya na uongozi wa nchi ukakubali. Lakini wakafanya utafiti wao. Sikwenda wilaya yoyote wala mkoa wote wala kuongea na mjumbe yoyote awe wa halmashauri kuu ya taifa wala kamati kuu. Nilimueleza mimi nataka kugombea urais. Sikuwa nimefanya hivyo. Lakini tuhuma dhidi yangu kwamba nataka kugombea urais zilikuwa zinakuwaka moto kila mahali. Mwaka huu mwezi wa pili tarehe 6 Dodoma, nikiwa kwenye kamati ya maadili, ndio waliniuliza swali hilo. Kwamba mheshimiwa, nataka kunuia kugombea urais. Nikawaambia kwa mazingira yaliyopo Tanzania ndio nipo tayari kugombea, lakini sijafanya chochote hadi sasa. Na nikamwambia katibu mkuu pale, katibu mkuu, ulikutana na viongozi wote wa CCM Ikulu. Nina hakika uliwauliza nani anafanya kampeni za uchaguzi. Nina hakika ulipata jibu 0. Na mimi nilishoshiriki uchaguzi mwaka 2015. Najua wapi kwa kupita. Ningepita kwa katibu mkuu, ningepita kwa naibu katibu mkuu, ningepita kwa wajumbe wa kamati kuu, ningekuwa nimeshopita tayari kwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ningekuwa nimetembea mikoani. Sikuyafanya yote hayo mpaka tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka huu. Sikuyafanya. Lakini nilikuwa bombarded siku zote, huyu. Sasa nini kitokea tarehe 6? Tarehe 6 nilipoulizwa swali hilo, nikasema kwa mazingira ninayoyaona nipo tayari kugombea urais kwa mwaka huu 2020. Nikaambiwa kwamba lakini mheshimiwa, kwa utamaduni wetu hutakiwi kugombea urais wa 2020. Nikajibu kwa katiba yetu sikatazi kugombea uchaguzi wa 2020. Ikawa draw match. Na utamaduni uliokuwa unasemwa ni upi? Ni utamaduni kwamba baada ya miaka 5 unamwacha rais, alafu baada ya akishamaliza term yake miaka 10
ndipo unajitokeza kwenda kufanya kwenye uchaguzi. Lakini utamaduni huu ni mbaya. Utamaduni huu wa miaka mitano ni mbaya kwa sababu hayupo yoyote duniani anayeufuata. Ukiona wenzako walitest hii na baadaye wakiacha, haiwezekani uwe peke yako duniani unayofuata mkondo huo. Uchaguzi ni mapambano. Uchaguzi ni sawa na mpira wa Yanga na Simba. Asipotokea Yanga, Simba iko kiwanjani, ule haunogi, kwa sababu inabidi upate tu ushindi wa bure. Hata wewe ukiwa boxer, unakwenda kwenye ngumi, unapoingia kwenye ukumbi pale, unamsubiri mwenzako na huko unaruka, unapiga mazoezi, hata kama ukijua kwamba unaweza kushindwa. Lakini ina raha yake. Usipokwenda, yule mwenzako atatangazwa kuwa mshindi kweli, lakini hata ndani ya moyo wako utajua kwa kweli ukushindana. Ndivyo siasa ilivyo. Kwani kweli unataka kugombea? Nakuja hapo. Ndivyo siasa ilivyo, kwamba unapokuwa kwenye katiba, kwenye ulingo wa katiba, unaruhusu mtu aweze kugombea, kwa kweli unayo haki kabisa ya kugombea. Hata kama utafanikiwa, hata kama wewe dhamira yako ni jambo jingine kabisa, unaweza kugombea. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba mwaka huu 2020 nataka kugombea. Unagombea kupitia chama gani? Sijui. Kwa sababu moja, kama CCM itani clear, na nafikiria kwamba inaweza kuni clear, naweza kugombea kupitia CCM. Ni haki yangu na ni furaha yangu. Na ni furaha ya watu pia kuona watu wakishindana. Wala si dhambi kugombea. Na mimi ningeomba kutumia nafasi hii kuambia Watanzania wasije wakadhani hata siku moja kwamba ni dhambi kupambana na rais aliyoko madarakani. Ukidhani kwamba ni dhambi ni ujinga. Hii ni haki yako ya kikatiba. Unayo haki ya kuchagua na unayo haki ya kuchaguliwa. Kama vile nilivyo na haki ya kupiga kura mwaka huu, ninayo haki ya kupigiwa kura mwaka huu. Yaani usiwe na aibu kabisa kudhani kwamba unamkosea mtu. Ogopa katiba, usimwogope binadamu. Maswali yaliyopo ni kwamba uliadhibiwa ndani ya chama chako kwa kile ambacho kilielezwa kwamba ilikuwa ni sakata juu ya maadili na kuheshimu misingi ya chama chako cha Mapinduzi CCM. Sasa hatuoni uwezekano wa wewe kupitishwa na Chama cha Mapinduzi, na ukichukulia maanani wiki hii ni ya mwisho, unaona bado kuna nafasi? Uweze ukawa, inawezekana usio na nafasi, lakini unaweza kuwa na haki. Na hilo nitalifafanua. Mimi waandishi wa habari wote nilikuwa nasubiri waulize swali moja tu: anafukuzwa kwa sababu gani? Hakuna mwandishi wa habari pamoja na wewe Doto unajua sababu. Unaambiwa tu ni maadili. Maadili gani? Kwa sababu unapofukuzwa lazima iandikwe, tumemfukuza Doto kwa sababu 1, 2, 3. Hakuna Mtanzania anajua, wala mimi mwenyewe sijui. Na hata ningebeti hapa kwamba Doto niambie kosa langu ni nini, huwezi kuniambia. Kitu peke yake nilichoambiwa na viongozi wa chama changu cha CCM ni kwamba huwezi kumchallenge rais. Ukimchallenge rais utafukuzwa. This is nonsense. It's nonsense. Challenge kwa rais gani? Katiba imeweka rasmi kwamba unaweza ukafanya 1, 2, 3. Ndio maana wanashindwa kuiweka hadharani, kwa sababu mtu yeyote, hata mtoto mdogo atakudharau. Uweze ukamfukuza mwanachama wa CCM eti kwa sababu ya kutaka kugombea urais. Kugombea urais, ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, ni haki ya kila mtu. Hutafungwa, hutafanywa chochote kile. Ni haki yako, kama vile unavyosema nataka nimchague fulani. Unayo haki ya kuchaguliwa. Lakini sasa tumejijengea utamaduni fulani ovyo sana, kudhani kwamba mtu akisema kugombea urais ni jambo la ajabu, ni jambo la uoga, ni jambo la hofu, ni jambo halitakiwi, unamvunjia heshima rais. Alafu inakuwa society ya ajabu sana. Sikilizeni, kugombea urais unachohitaji uwe na afya njema. Kwa wenzetu duniani wanachojali, moja, uwe na afya njema, kwamba kabla hujaenda kugombea urais uwe umekwenda hospitali kupimwa.
Hapo ndipo akina Doto mnakuja. Lakini mheshimiwa, mbona unaumwa kifafa, utawezaje kazi hii? Haya ndio mambo ya kuulizana. Lakini sio kwa sababu kuna mtu tayari yuko pale, alafu miaka 5 imetimia, usiende kuomba uchaguzi alafu unaingia kwenye msuguano. Kwa nini unataka kuomba? Hapana, hiyo tazama sense. CCM walisema moja ya makosa yako ilikuwa ni sauti iliyovuja mitandaoni ukiwa na baadhi ya viongozi waandamizi wa chama ambao wenzako walisikika na walitazamia, tuliwaona waliomba radhi. Hilo ni kosa unalijutia? Si kosa, na hili ndio jambo pekee kubwa lililonipeleka kwenye kamati ya maadili ni hili. Na hapa naomba nirudie tena kwa Watanzania wanaotusikiliza. Kudukua ni kosa la kikatiba. Wewe Doto ukinidukua, nikagundua umenidukua na nikapata ushahidi, unashtakiwa kwenye mahakama ya nchi yetu na utafungwa. Kuingilia faragha. Ndio. Kwa sababu kudukua ni kosa la jinai kwa mujibu wa kifungu namba 8C ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachotamkwa pale ni kwamba ni marufuku kumdukua mwenzako. Lakini awamu hii inadukua, imenationalize, yani imeona udukuzi ni sehemu ya governance. This must stop. Sasa, je, anayedukuliwa? Katiba haitambui kosa la mtu aliyedukuliwa. Yani wewe mimi ukinidukua, ukanisikia na kusema au na kutukana, mimi sijafanya kosa lolote. Kwa sababu primary mistake imefanywa na wewe. Kwa hiyo wewe uliyenidukua, huwezi ukatoka kuniambia mimi nikuombe radhi baada ya kunidukua. Wewe inabidi uniambie vizuri nani alikusaidia kudukua, nikujue ili nikushtaki. Ulichukua hatua gani baada ya kugundua umedukuliwa? Simjui aliyenidukua. Nilipokwenda kwenye kamati ya maadili niuliza, ni nani? Ni Doto kanidukua, wanasema hatumjui. Sasa uwezo ukachukulia hatua hewa. Uwezo ukamchukulia mtu usimjua hewa. Niliwabana kweli pale. Nani aliyenidukua ili nimchukulie hatua? Kama nyinyi mnavyotaka kumchukulia hatua mtu aliyedukuliwa. 45 minutes tumecheza pale. Nani aliyenidukua? Tumepata tu habari kwenye magazeti. Lakini nani aliyenidukua? Hapana, kwa kweli hatumjui. Ni wewe umenidukua? Hapana. Ni point out everybody. Nani amenidukua? Kwa sababu huyu amevunja katiba. Smart enough hatukumpata ile tu. CCM wakibaki na msimamo huo wa kukuondolea sifa za kugombea, maana yake utafikiria utaratibu mwingine wa kugombea. Kabisa nina uhuru. Hebu sikiliza. Kama hupati haki kwenye chama chako, unaweza kuitafuta haki ile kwenye vyama vingine. Alafu nataka tena nitumie nafasi hii kuambia Watanzania, msiogope. Unaweza kwenda Dar es Salaam kwa basi. Kama basi limekuacha, chukua pikipiki. Utafika tu. Umekulia kwenye CCM kuanzia udogo wako mpaka sasa. Ndiyo. Ukitoka CCM na kwenda chama ambacho hakiamini katika falsafa na itikadi ya CCM, utaifurahia siasa huko? Ngoja nikueleze. Kwanza ili niliweke sawa. Kwanza kumtoa mwanachama, kufukuzwa wanachama ni ushamba. Ni ushamba. Dunia ya sasa haifukuzi mwanachama. Hutasikia kokote isipokuwa China wanaweza kumfukuza mwanachama na Urusi. Kwa nini? Kwa sababu Uchina na Urusi, wewe unapoingia kwenye chama, unaingia kwanza kwenye Komsomol. Komsomol unapikwa, vijana wanapikwa kwanza. Alafu baadaye unachunguzwa na Politburo. Kule wanaangalia sanctity, kwa Kiswahili chake ni usafi wako katika maadili. Usafi wako kwenye maadili inaitwa sanctity. Ukitimiza hilo kwamba wewe you have the sanctity, kwa sababu na wamerecruit wao kutoka utoto wao, wanaweza kweli wakakunyoa uongozi, wakakuondoa uongozi au kukuondoa wanachama. Vinginevyo katika dunia nzima ya watu bilioni 4 hakuna chama kinachoweza kusema tunamfukuza Membe kwa sababu alitaka kugombea urais. Ni ushamba. Subiri. Ni ushamba mkubwa sana. So unapoondolewa chama chako, wala huondolewi itikadi yako, wala huondolewi siasa yako. Hakuna mtu wa kuondoa siasa yako mpaka unakwenda kaburini. Mwanasiasa hafi kisiasa. Hata ukimuondolea ile,
Kule nina vyombo vyangu vya kufanyia kazi nilivyovichukua toka kwenye CCM. Kama wewe unipendi, mimi bado chama changu nakipenda, na nitatumia elimu yangu ya chama kile kile kuendeleza mambo ambayo nayaona yana nafasi. Na kutoka kwenye chama muda mmoja akukuzuii wewe kurudi tena muda mwingine. Una mifano mingi ya kueleza habari. Nafahamu. Kwa hiyo again, mtu kutoka alafu baadaye ukarudi kama walivyofanya akina Mama Kongoro Nyerere, it is something there. Nafahamu mzee Wasira alitoka mwaka 95 akarejea. Makongoro Nyerere alitoka akarejea, hata Edward pia alitoka amerejea. Bernard, sasa hivi wanaokutazama, wanapokusikiliza, wanajua sasa joto la siasa kubwa nchini Tanzania, na wewe nia yako ya kutaka kuwa rais wa Tanzania, wahudumia wa Tanzania iko pale pale. Hebu tuambie, unakwenda wapi? Sijui, kwa sababu njia ziko nyingi za kufika. Ni sawa na mtu umeachwa na basi kwenda Dar es Salaam, unakwenda sasa, unamuuliza mtu unakwenda vipi, atasema sijui, maana inaweza kuja Lindi ndege, nikapanda ndege nikaondoka. Akatokea mtu wa pikipiki akanipa lift nikaenda Dar. Mtu mwingine akaja kufika na baiskeli, asema bwana twende tujikongoje hivyo tufike Dar es Salaam, unaweza kufika. Na ninasema kutoka kwenye dhamira ya moyo wangu, mpaka dakika hii watu wanasema memba anakwenda ACT, memba anakwenda Chadema, memba anakwenda ACT, memba anakwenda Chadema. Sijatamka, na wiki iliyopita ilipofika hilo niliwaeleza, jamani, mimi sijaandika barua ya kwenda kwenye chama chochote. I'm an asset. Lakini ni kweli vyama viwili hivi ni chaguo lako kabisa. Rudia swali. Vyama viwili hivi, ACT ama Chadema, kimoja wapo tutarajia? Hapana, sio lazima. Kwa nini uisemi MCCR? Why not? Mimi nakwambia hivi, the portfolio, yani uwanja uko mezani, chochote kinaweza kuja, kitakachonipendeza naweza kufika, lakini nasubiri kwanza, sitaki kuingia kwenye mtego. Nasubiri kwanza chama kitamke. Je, kiliteleza? B, kiliamua kweli? 3, naweza nikapata barua yangu. Chama kitakaa Julai, mwisho wa kupelekwa kurejesha fomu Jumatatu ijayo tarehe 30. Kwa nini waandishi hamkuliuliza hilo? Kwa nini unaweka cart before the horse? Yaani kwa nini farasi yuko hapa, baadaye ya kuweka lile dubasha lile cart ile huko nyuma unaliweka mbele? Kwa nini NEC ambayo inatakiwa kukaa mara 2 kwa mwaka, miezi 6 ya kwanza mara moja, miezi 6 nyingine mara ya pili, katiba inatamka hivi. Na NEC ndio inashughulikia masuala yote ya uchaguzi, sio Central Committee. Kwa nini mwaka huu kuna maajabu haya ya NEC kuwekwa Julai na process zote za uchaguzi zinaendeshwa na Central Committee alone, wakati majukumu ya NEC wakati wa uchaguzi yametamkwa wazi? Kwa nini amuulizi kitu hiki akina Doto? Why do you let these people do this? Majukumu ya kuchagua, ya kupitisha, ya ratiba na vitu gani ni National Executive Committee. Haijaka, iko Julai. Sasa hivi tuko Juni. Kwa nini ampozi hili swali? Kwa nini imewekwa Julai wakati process ya uchaguzi itakiwa ibatizwe na ipate baraka ya halmashauri ya taifa? Sasa mbali na hilo, Mheshimiwa Bernard Camillus Membe, kuna sasa uchaguzi unaenda kufanyika, na muda mfupi kampeni zitakuwa zimeanza, na dhamira yako iko hapo. Hukubaliani sasa hivi na jinsi chama chako kinavyoendesha demokrasia ndani ya chama? Swali hili ni zuri, lakini it has nothing to do with the elections. Lakini ngoja nilijibu hivi. Unachokisema ni sahihi, au swali lako ni sahihi in a way, kwamba demokrasia ndani ya chama lazima ionekane ikifanywa. Mimi nataka nikueleze, tangu niingie kwenye siasa hii mwaka 1977 na nimeishi nje miaka 10, najua demokrasia ndani ya chama. Demokrasia ndani ya chama inajitokeza zaidi wakati wa uchaguzi. Demokrasia yoyote ndani ya chama inajitokeza zaidi wakati wa uchaguzi. Kama moja, wewe Doto utawaambia wanachama kwamba sikilizeni,
Nyinyi si mnachagua madiwani na wabunge? Ndio. Lakini mimi ndio mwenye sauti ya mwisho. Nyinyi mnaweza mkachagua huko, nikabadilisha, nikakatilia mbali majina yenu. Unavunja demokrasia ndani ya chama. Unachowaambia wanachama pale ni kwamba mkitaka mchague, msichague, mimi nitakuwa na mtu wangu, nitampitisha hapo. It's very dangerous. Na katibu mkuu anapenda sana kusema usemi huo. Kwa nini unasema hivyo? Unawaambia nini wanachama wa kawaida? Kwamba wasichague mtu wanaompenda? Wewe ni nani unakwenda kukataa chaguo lao? That is undemocratic. La kwanza hilo. Na mimi huwa nalipinga. From 1977. 2. Unasema okay, huyu amefanya kosa hili la kutaka uongozi na huyu anafanya kosa hili la kutaka uongozi, tumfukuze. That is undemocratic. Maana yake unajua ni nini? Watu wangu mimi wataniunga mkono. Hatutakuchagua Doto. Hata ungekuwa na pembe. Wewe ni nani? Ujui kwamba ukimtoa huyu ana kundi lake, ana watu wake, ana society yake itamunga mkono. Unaondoa demokrasia ndani ya chama. You cannot punish mtu hata wakati wa elections. Unamwambia kwamba uondoke. Hata ungekuwa jabari namna gani, utapata matatizo sana. Hicho ni kitendo cha pili, kufukuzana. It's undemocratic. Cha tatu, kama kwa mfano unakuja unatoa amri. Unasema mimi sitaki mpinzani ashinde kwenye jimbo la mtaa. Unatamka sitaki mshindani, yani mpinzani ashinde jimbo la Mtama. Nataka madiwani wawe wana CCM, nataka wabunge wawe wana CCM, na wasipokuwa hawa Doto uniachie nafasi yangu. That is undemocratic. Na tuona aibu kuzungumza swala hili. Mimi nazungumza mbele ya Mwenyezi Mungu. Na namheshimu sana Mungu. Kuna maswala ndani ya chama chetu, na hasa wakati wa elections, they are not democratic. Na we must stop this. We must stop this. Si swala la membe kuwa na nia ya kugombea. Tunakwenda against the norms za dunia. Universal suffrage maana yake ni kuacha watu wachague mtu wanayemtaka, hata kama wewe umpendi. Usitoe conditions pale kwamba wewe huyu asipopita wewe uniachie nafasi yangu, unakula ugali wangu na gari yangu. No. Chonde viongozi. Huko ndio kuvunja demokrasia ndani ya chama. Na ndio maana juzi, kama ungelisikia speech yangu, nilikuwa na wasifu wapinzani. Nendeni hivyo, na msijali whether it is 10 years or 5 years. Hakuna kitu muhimu katika demokrasia yoyote ya chama kama enshrinement ya democracy ndani ya chama wakati wa uchaguzi. Sasa let people go. Wakati unaongea na wananchi wako, yeah, watu wa hapa, yes, wiki moja imepita hii, siku 2-3 imepita, nimekusikia kuna mambo mawili nataka niasikie kutoka kwako. Kwanza, umeonesha hofu na mfumo wa usimamizi wa uchaguzi nchini Tanzania, tume ya uchaguzi. Unakwenda kuingia kwenye uchaguzi huko unapokwenda katika mfumo huu? Hapana. Sikiliza. Kwanza niliseme tena watu waelewe. Inawezekana Doto huna hofu. Mimi nina hofu kubwa sana. Sisi tume yetu ya uchaguzi inaitwa tu tume ya uchaguzi, National Electoral Commission. Full stop. Sawa? Haijaanza na neno Independent National Electoral Commission kama zingine zilivyo duniani. So lazima uingize neno I, Independent National Electoral Commission, tume huru ya uchaguzi, sio tume ya uchaguzi. Hata neno lenyewe tu Doto, wewe ni msomi, halijakaa vizuri. NEC, National Electoral Commission, tume ya uchaguzi ya taifa. Dunia ina Independent National Electoral Commission, tume huru ya uchaguzi wa taifa. Weka ile I. Sasa unaipataje ile I? Unaipata ile I ile kwa kuangalia tatizo liko wapi. Na tatizo hili ninalotaka kuambia. Mimi mwaka 2010 So yes, mimi mwaka 2010 kwenye uchaguzi wangu wa mwisho, kwa sababu 15 siku mbele, ndio
kulikuwa na kituko ambacho lazima nikiliambie taifa, kwa sababu kuna mtu anasema we Membe we uko mwishoni mwanzoni uko mbona mlikwenda kwenye hii tume hii na sasa hivi why do you change? Na sio swali letu sasa. Now listen to this. Subiri. Mimi nilijaza ubunge mwaka 2015. Baada ya kujaza ubunge mwaka 2015 kwa upande wa CCM hayupo aliyejitokeza kuwa na mimi. Kwa hiyo ndani ya CCM nilipita bila kupingwa. Nikasirika sana. Kwa sababu I like competition. Ikafika nafasi sasa ya kupambana kati ya vyama na vyama. Tumekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, niko peke yangu. Wiki ya 4 akatokea mtu kutoka TLP akaenda kuchukua fomu, akapewa fomu. Lakini katika kupewa fomu akaombwa apeleke barua ya TLP inayosema kwamba sisi chama cha TLP huyo ndiye tunamtaka agombee jimbo la Mtama. Hakuwa na barua. Wakapigiwa simu viongozi wa TLP taifa, jamani kuna mtu huyu anaitwa fulani anataka kugombea ubunge jimbo la Mtama, tunaomba barua. Wakasema hatumjui. Lakini tukasema haya, leave, be that as it may, hebu tuache hilo, mpeni fomu. Akapewa fomu. Baada ya kupewa fomu akatakiwa aweke wadhamini, nadhani walikuwa 250. Amekwenda kutafuta wadhamini. Mule ndani akaweka wadhamini wa Chama cha Mapinduzi, na alikuwa TLP. Mule ndani akaweka wadhamini wa vyama vya zamani. Yaani watu wa zamani. Sasa sisi, mimi na timu yangu tuna haki ya kukagua ile orodha, kwa sababu unaweza kuweka objections. Katika majina yale 250 tukakuta zaidi ya nusu majina ya watu hawajulikani, hawana kadi, na wengine ni wana CCM, wakati huo ni TLP. Tukapeleka lile swala kwenye National Electoral Commission. Tukasema tuna mtu hapa ambaye A hakuandikiwa barua na TLP, B amepeleka orodha ya watu wanaosema ni wadhamini, lakini wengine ni wana CCM wenzetu. Na katiba pale ina sheria iko clear kabisa kwamba ni violation ya electoral process. Mnasemaje wakubwa? Wakasema Mheshimiwa Membe, wewe una wasiwasi gani? Kwanza tuna uhakika utashinda. Sasa wewe tumeshotengeneza sisi kadi. Yaani tumeshotengeneza zile picha. Huyo tunamwacha aendelee. Gross violation ya electoral commission process ya zile. Wakasema hivi, madhari wewe Mheshimiwa Membe tunajua utashinda. Mwache tu, utashinda wewe. Of course nishinda mimi. Lakini kakaa baadaye kufanya post-mortem. Kwa nini tulifanya vile? Kwa nini tuliruhusu mtu aliyevunja? Mpaka leo ninazo copy kwenye ofisi hii ya violations zile zote zile. Lakini zote zile zilimezwa na National Electoral Commission zikisema kwamba tunataka ushindani. Tunataka ushindani. Na kweli that is how I won. Na it's very unfortunate. Immediately baada ya elections ile akafariki yule bwana. Sasa unaenda kwenye uchaguzi. Tume ni hiyo, tunakwenda kwenye uchaguzi. Inaitwa National Electoral Commission. Hakuna independent. Sasa huoni kama ndoto za ambazo unazo za siku moja ushinde nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu? Inawezekana kabisa. Lakini unafanyaje? Utaacha kugombea ubunge kwa sababu unatwanga maji kwenye kinu? Utaacha kugombea udiwani kwa sababu unatwanga maji kwenye kinu? Au Membe tu inatakiwa kila anapojaribu lazima ashinde? Nilishindwa 2015. It won't be news. Lakini najua kutakuwa na struggle ya wananchi na vyama kupenda, including myself. Na Rais Mkapa umemquote leo nikamwona anasema kwamba objectively tunahitaji kuwa na independent electoral commission. It's an objective necessity. Mzee Mkapa kwenye kitabu chake amemention hiyo. Tunahitaji independent electoral commission. Na nakuhakikishia Doto, kabla hujazeeka tutakuwa na independent electoral commission regardless of whether Membe anaingia na National Electoral Commission or Independent Electoral Commission. Tutaona haya baadaye, na lazima kuwe na hiyo. Na it's very soon.
Tumekusikia hapa katika siku hizi 2-3 wakati umezungumza na wananchi wa eneo hili, ulikuwa unarejea unasema mimi na wenzangu tunataka kujua wenzangu ni kina nani, wenzako ni kina nani hao, kwa sababu unatoa chandia panda. Siwezi kuwasema kwa sababu watafukuzwa chama. Na kwa pia leo kama tusingekuwa tunafukuzana, ningekupa majina yote 6. Mimi wa 7. Lakini watafukuzwa kesho asubuhi. Shame on us. Kwa nini msijiamini katika kuleta mabadiliko hayo? Nani asijiamini? Mimi najiamini. Mimi najiamini. Lini sasa utatutangazia? Doto. Sikiliza Doto. Naweza nikatangaza, naweza nisitangaze. Ina depend on the circumstances. Circumstance ya kwanza ni moja. Je, kama Central Committee inaona ilichokifanya ni halali. Leo mimi niliitwa Dodoma. Leo this morning walikuwa wananisubiri niende kachukue fomu. Sijui kama una habari ya kugombea urais. Ndio. Nikasema hivi, siendi. Kwa nini? Kwa sababu mimi sikuzaliwa jana. Nataka kauli. Sio tumeshakutayarishia njoo. Hapana. Nataka kauli. Mimi nilifukuzwa. Ingawa process ya kufukuzwa haikutekelezwa. Na Doto, mimi naamini mpaka hivi ninavyoongea na wewe ni mwana CCM. Na kadi bado na. Kadi nayo na barua wamekataa kunipa. Get the point. Kwa hiyo lazima, na walipokuwa wananiambia niende Dodoma nikachukua hii form, nikamwambia sawa, lakini I was not joking niliposema nahitaji kauli ya kusema yes unaruhusiwa na utaruhusiwa hata mtu yoyote yule mkachukua hivyo vitu. Pamoja kwamba zimebaki siku 7. Sisi wamezuia watu wengine. Kwani kuna lijitokeza? Utajua tu kama mtu amekwenda. Lakini kuna psychological kuzuia, yani kuna mtu anaweza kuzuiwa psychologically. Wewe unapoona mmoja aliyetaka kujitolea kugombea amefukuzwa, wewe ungekwenda? You wouldn't. Hiyo ndio psychological prevention. Ukishaona tu kwamba huyu aliyekuwa aende amefukuzwa, hakuna atakayejitokeza. That is a psychological prevention. Nyingine ni kumbaa mtu. Unafika mpaka wewe unaambia bwana sasa turuhusu kutoka. Sio hiyo. Tunazungumzia psychological prevention. Hutaona mtu yoyote. Tumekaa wiki nzima not one. Na usije ukafikiria Doto kwamba hakukuwa na watu. Please, mpaka uende kaburini usije ukafikiria kwamba hakukuwa na watu. Mimi nakwambia I'm a Christian. Kulikuwa na watu. Mimi ni walikuwa na nia kugombea. Yes, mimi ni wa 7. Umehudumu kwa muda mrefu toka ujana wako ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa muda wote huu. Unadhani kwa sasa nini kinaweza kikadhoofisha umaarufu wa Chama cha Mapinduzi CCM ambacho kwa muda mrefu kimekuwa ni chama chenye mtandao mkubwa kuanzia vijijini mpaka mijini? Uhuru. Jana nilisoma article moja nzuri sana ikieleza kwa nini makaburu wa Afrika Kusini waling'olewa na kuleta utawala wa ANC. Na mzungu yule ameeleza pale, what wrong did we do? Mbona mabarabara tumeyajenga? Mbona madaraja tumeyajenga? Mbona umeme tumeuleta kwa wingi tena wa aina zote? Mbona maji yapo? Mbona flyovers zimetapakaa Afrika Kusini nzima? Mbona majengo mazuri tumeyajenga? Mbona shule safi tumezijenga? Mbona hospitali za kimataifa tumezijenga? Tumekosea wapi? All the infrastructure, natural infrastructure ipo. Tuna ndege nyingi, wana ndege zaidi ya 175. Tumekosea wapi? Yule mzungu anasema. Lakini akajibu kwa sababu he is a scholar. Akasema tumekosea jambo moja tu. Uhuru. Atukuwapa wananchi uhuru wa kujieleza wanavyotaka wenyewe. Wa kusema wanachokitaka. Wa kuabudu kadri wanavyotaka wenyewe. Yani hatukuwapatia, tuliwabana katika jambo moja tu la uhuru wao. Ndio maana tumeondolewa. Doto. Uhuru ni kitu inborn, natural. Hawa vijana walivyomiminika kutoka kwenye vijiji vitano, squatter. Lakini waliosema tu kwamba no. We want change. Tunataka wewe ugombee. Nikamwambia pana tulieni.
lakini kikubwa kinachosemwa pale wala si swala sana jingine kwamba la uchumi, ni uhuru wao unavyominywa na Doto, whether we like it or not. Funzo moja la uchaguzi wa mwaka huu, hata kama CCM itashinda, itajifunza funzo moja kwamba kumbe wananchi hata ukimpa vitu 99 kikasosekana, alafu ukakosekana uhuru freedom, atakuondoa. Pamoja na yote uliyoyazungumza, lipi unaliona ni chanya katika serikali ya sasa? Na chanya manake na maanisha positive ninayoiona mimi ni one ya vijana wengi kuingia kwenye serikali. Very objective. Vijana wengi kuingia kwenye, na tulipokuwa kwenye maadili nilimchallenge katibu mkuu jambo moja tu, kwamba vijana wako wengi, lakini vijana waliopigana sana ni wana CCM. Hamwezi kuwachukua vijana wengine kabisa na kuwadharau wana CCM. Changanyeni tu, lakini usiwaache hawa na kuwachukua. Of course katibu mkuu alijitetea pale. Mimi kitu ambacho nimekiadimia kwamba unakuta vijana wengi wamekuwa drawn into the system, jambo ambalo kwa nyuma sikuliona. That is one thing ambacho nakiona ni chanya. Tulikusikia katika dakika 12 zako za kuzungumza na wananchi wa eneo hili, ukionyesha wasiwasi na jinsi serikali yetu ilivyoshughulika na sakata la ugonjwa wa COVID-19. Una wasiwasi sana na jinsi tulivyoshiriki. Inawezekana kwa Tanzania na Afrika kwa jumla. Nisikie mtazamo wako na hisia zako. Tumelishughulikia sawa sawa? Hapana. Tumeteleza wapi? Ngoja, kabla ya kuteleza nikwambie hii hapana hii. Tarehe 1 mwezi Mei mwaka huu, World Bank ikaamua kusamehe nchi 22 zinazoendelea madeni ili watumie hizo fedha kujiweka sawa katika swala la COVID. Tarehe 1 mwezi Mei mwaka huu. Katika zile nchi 22 zinazoendelea na nyingi za Afrika, Tanzania hatukuwemo. Nikajiuliza kwa nini? Tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu, IFC ni International Finance Corporation. Hii ni shirika la fedha duniani ambalo dada yake ni IMF. Shirika hili lilitoa bilioni 8 bilioni 8. Shirika lilipo kwa ajili ya kutoa fedha kwa private sector, makampuni binafsi, lakini kupitia local banks zao ndio lipo pale. IMF ina deal na serikali, IFC ina deal na makampuni binafsi. IFC ikatoa $8 billion kusaidia private companies kupitia local banks zao, na nchi karibu 24 za Afrika zimefaidika. Sasa tu Tanzania hiyo. Why? Kama hiyo haitoshi, IMF yenyewe, so IFC, IMF yenyewe ikatenga $1.9 billion, narudia, $1.9 billion kuzisaidia nchi zote zinazoendelea ili zipate fedha za kumiti PPE, yani zile protection gear, yani vifaa vyote vinavyohusika na mambo ya kujiprevent na COVID. 1.9 billion. Sasa tukupata. Mimi membe sasa kuniuliza kama mwana diplomasia. Immediately ningemtaka foreign minister. Immediately I would have liked foreign minister. Waliandika sasa taarifa mzuri sana to WHO. Foreign minister aliandika. Na aliongea naye Tedros ndio CEO wa WHO. Immediately angetakiwa aende IMF, World Bank na IFC. Kama kweli tuna taarifa nzuri ya COVID-19, kwenda kwa wale kuambia jamani chonde. Mbona mmetusahau? Kwanza sisi tulishiriki kuomba kwamba jamani nchi maskini zisaidiwe. You got to the point. So, kwa sababu hizi 3 nilizokupatia za sisi kunyimwa pesa na dunia, non compliance ni dalili kwamba we did not comply vizuri effectively, na sina namna nyingine ya kueleza. Naam, nikushukuru Mheshimiwa Bernard Camillus Membe kwa muda huu mfupi ambao tumeutumia sisi na wewe katika mazungumzo yetu siku ya leo. Pasina shaka utatualika
kwa mazungumzo marefu zaidi, au nikiwa rais nitawaalika kwenye uzinduzi. Na sisi tunakutakia kila lililo jema kwa kweli katika ndoto zako hizo mheshimiwa. Tunakushukuru kwa kweli. Na mimi nashukuru mmekuja nyumbani. Ninakushukuru sana. Na mtazamaji na msikilizaji, tulikuwa na Bernard Camillus Membe. Kwa wale ambao hamumfahamu vizuri, Bernard Camillus Membe ni mseminari wa kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6, mwanafunzi wa shahada ya kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam na mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha John Hopkins cha kule nchini Marekani. Bernard Camillus Membe, mbali na usomi wake huo, amepata kuhudumu nje ya mipaka ya Tanzania akiwa katika ubalozi wa Canada kwa takribani miaka 10, na baadaye Bernard Camillus Membe alirejea nchini Tanzania akahudumu kama mwakilishi wa wananchi katika jimbo la Mtama hapa mkoani Lindi nchini Tanzania. Miaka 15 akiwa mbunge katika jimbo la Mtama mkoani Lindi, na alikuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kipindi chote cha rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini Bernard Camillus Membe, muda mfupi mara baada ya kukamilisha masomo yake ya shahada ya kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam, aliitwa kufanya kazi karibu kabisa na serikali ya Tanzania, na huyu ndio Bernard Camillus Membe. Mwaka 2015 Bernard Camillus Membe, kama mnakumbuka, wakati katika hotuba yake ya mwisho kabisa wakati kabla bunge halijavunjwa, aliwaaga wabunge akawaambia atarejea katika bunge katika nafasi nyingine na si kama mbunge. Na sasa